Yakin aja. Alhamdulillah. Kepala otak kau. Hii filamu inatokana na tukio la ukweli katika maisha ya binti mmoja anaitwa Shera pamoja na mume wake kipenzi anaitwa Albi. Filamu inaanza na mchezo wa futal, mchezo wa soka. Hapa tunatakiwa kumfahamu binti mmoja ambaye ndio binti muhimu sana kwenye hii filamu, anaitwa Shera. Yuko na wachezaji wenzake hapa, yeye ndio kapteni wa timu yake. Wakati huo huo, upande mwingine tunatakiwa kumfahamu kijana mmoja anaitwa Albi ambaye yeye ameajiriwa kwenye kampuni moja ambalo mara nyingi wanahusika na matukio ya kijamii ikiwa pamoja na harusi, msiba na vitu kama hivyo. Siku hiyo baada ya kuwa amerudi, yuko na mshikaji wake. Huyu mshikaji anaitwa Bandel, alikuwa na njaa kinoma siku hiyo, akawa ameambatana pamoja na Abi waende kula chakula wakiwa pamoja. Ni sehemu hiyo hiyo ambapo binti Shera alikuwa anacheza na wenzake. Sasa kwa bahati mbaya, Shera akawa amepiga mpira, ukawa umempiga Abi na ukawa umemchafua kwa sababu alikuwa ameshika chakula. Binti alipofika hapo akaomba radhi. Sasa kwa sababu ya urembo wa huyo binti, kijana akashindwa kabisa kujizuia, akaanza kuwa anacheka, anasema kwamba hamna shida yoyote. Mshikaji akawa amejifuta tu, binti akawa amempatia tishu ili ajisafishe. Mshikaji akafuta mpaka mpira kisha akampatia huyo binti, chezea piskali wewe. Binti akawa amefurahi sana kwa sababu huyu jamaa anaonekana ni mcheshi. Baada ya kuondoka, mshikaji ile tishu hakuitupa, akaiweka kwenye mfuko kabisa. Huyo Shera akiwa anarudi nyumbani akiwa na marafiki zake, wanacheza, wako bize sana na mpira, wanapenda sana mpira. Shera akawa amepiga tena mpira, kwa bahati mbaya ukaenda kuharibu kifaa cha kuchezea watoto, kilikuwa kinauzwa hapa. Binti akafika hapo kuomba radhi. Huyu mshikaji ni kama asikii vizuri. Ukiachana na yeye tu kutokusikia vizuri, kuna wanawake wawili hapa wanapenda shughuli hapa mtaani. Yani unaambiwa kwamba hawa wanawake wana midomo nyinyi, yani hawa wakiamua kulipepeta jambo wanalipepeta jambo haswa. Wako wameingilia hiyo shughuli. Mabinti wakiwa hapo wakawa wamefanikiwa kutoroka hapo na kukimbia mbio kurudi nyumbani. Shela baada ya kurudi nyumbani, hapa nyumbani anaishi yeye na wadogo zake wawili. Mkubwa anaitwa Lydia na mdogo anaitwa Dide pamoja na wazazi wao wote wawili. Mama yake anafanya kazi kwenye duka la nguo, anashona, na baba yake yeye ni bodaboda. Shela ni msichana mwenye bahati ya kuwa na familia yenye upendo na furaha muda wote. Licha ya kwamba wanapitia magumu yao, lakini wanasapotiana kwenye kila hali. Kwa upande wa kijana Abi, yeye anaishi kwenye chumba ambacho amepewa na bosi wake kwa sababu yeye yuko kwenye mji mwingine kwa ajili ya utafutaji. Mara nyingi huwa anazungumza na mama yake kwenye simu tu, ni video call kwa sababu yuko mbali na familia yake. Mama akawa amemuuliza kijana wake kwamba utaoa lini. Kijana akasema kwamba Mungu ni mwema, nitapata mwanamke mrembo, natamani awe anajua kucheza mpira, mcheshi. Inavyoonekana kijana ni kama kashatokea kumpenda binti Shera tangu alivyomuona. Rafiki yake akawa amefika hapo, akatumia tishu ambayo Abi alipewa na Shera. Hili jambo lilimfanya kijana kutokuwa makini tena na kuongea na mama yake, akaanza kupambania tishu yake. Yani mshikaji alikuwa anahifadhi hii tishu kama mshahara wake ambao ameupokea kwa mwezi. Sasa akiwa hapo, rafiki yake akawa amempa tenda, akamwambia kwamba kuna kazi imepatikana hapo jirani, unaweza ukaenda kupiga pesa, wanalipo kwa siku. Mshikaji mara moja alikuwa anahitaji pesa, akawa ameruka kwenda kushughulika na hiyo kazi. Baada ya kufika hapo, akaambiwa kwamba ni kazi ambayo anatakiwa kushughulikia tohara. Baada ya kufika eneo ambalo tohara inafanyika, akaja kutambua kwamba anayefanyiwa tohara siku hiyo ni mdogo wake Shera. Albi kwa mara nyingine tena akawa ameonana na binti Shera. Basi zoezi likaanza mara moja. Sasa kwa uoga wa Dide akawa amemshikilia shati Albi mpaka alikuwa limechanika. Jambo hili lilimfanya Shera ajisikie vibaya. Baada ya hilo tukio, Shera akamwomba msamaha kwa kuchaniwa shati, akampa tisheti nyingine ili avae ajistiri atoke hapa akiwa yuko safi. Ikawa ndo mwanzo wa kuanza kufahamiana. Baada ya kurudi nyumbani, Abi akafua ile tisheti na akainyosha kabisa, na sio kawaida yake kunyosha nguo. Baadaye akawa amemtafuta Shera mitandaoni, akampata Instagram. Baada ya kumfollow, muda huo Shera naye akawa amemfollow back, ni kama alikuwa anamsubiri. Abi hili jambo akawa amefurahi sana. Kesho yake ilipofika, Abi akaenda kumrudishia Shera ile tisheti ambayo alikuwa ameazimwa. Shera siku hiyo alikuwa anaelekea mahali kwenda kununua vitu, kwa hiyo akawa amepata muda mzuri sana wa kupiga stori siku hiyo na kufahamiana zaidi. Shera yeye alikuwa anajua kwamba huyu mshikaji ni gwiji wa mambo ya tohara, kumbe siku hiyo alikuwa ni kibarua tu. Jamaa akieleza kwamba yeye ni mfanyakazi kwenye matukio, lakini siku hiyo ilikuwa ni kibarua tu, ilikuwa ni tenda ya siku moja. Anatakiwa kufanya kila kitu kinachokuja mbele yake kwa sababu ya hali yake ya maisha. Lakini kwa upande wa binti, yeye anapenda sana soka kuliko kitu chochote. Kuanzia siku hiyo wakazidi kuwa karibu sana, wakawa wanawasiliana kila muda. Mawasiliano yao yakawa ni mawasiliano yakawa wamewaleta karibu zaidi, wakaanza kupendana. Siku moja Abi ikabidi kujikaza kiume, akamweleza hisia zake kwenye simu, lakini binti kwamba anampenda, anamhitaji kuwa mpenzi wake. Wamekuwa marafiki kwa muda mrefu. Mshikaji anahitaji kabisa sasa binti amfanye kuwa mpenzi
mpenzi wake. Binti akamuuliza, kwa nini unaniambia kwenye simu? Abi akasema kwamba nakwambia kwenye simu kwa sababu ikitokea umenikataa na kata simu chapu kwa haraka. Binti akasema sawa, kama ndio hivyo mimi nimekukataa, kisha akawa amekata kabisa na simu. Sasa mshikaji alikuwa anajiuliza, huyu binti mbona akanifanyia hivi? Akiwa hapo mara pa Shera katokea hapo. Umejuaje niko hapa? Binti akamwambia kwamba niambie ulichoniambia kwenye simu, niambie kwa mdomo. Alo, mshikaji alijaribu kujikaza, alivuta mpaka na pumzi, akarudia maneno yake yote ambayo amekwisha kuyaongea kwa Shera na kumuhitaji binti awe mpenzi wake. Binti akawa amekubali kuwa mpenzi wa huyo mshikaji. Bwana, walifurahia mapenzi yao. Abi alimuunga mkono mpenzi wake kwenye kila kitu alichokuwa anakifanya. Shera akashinda kwenye soka kama kawaida, alikuwa ni mpambanaji kweli kweli kwenye upande wa soka na alikuwa kapteni. Katika furaha yao, tumbo la Shera likaanza kumuuma, akaanguka karibu azimie ndani ya maji. Wenzake wakiwa wamemuona, hivyo wakiwa wamemkimbiza hospitalini. Baada ya vipimo, madaktari wakagundua kwamba ana uvimbe mkubwa wenye sentimita 9. Ndiyo sababu yeye hajapata hedhi kwa miezi 3 mpaka sasa, na maumivu makali ya tumbo yanasababishwa na huo uvimbe. Madaktari wakanyoosha maelezo, wakasema kwamba Shera anahitajika kufanyiwa upasuaji wa haraka, na kwa sasa hatakiwi kabisa kufanya kazi ambazo zitamfanya achoke. Anatakiwa kusimama ili asicheze mpira, hatakiwi kuchoka sana. Gharama ya upasuaji iko kubwa, familia hii haiwezi kabisa kumudu hizo gharama. Binti alilazimika kusubiri ili wapate pesa familia yake. Miezi 6 baadaye, muda ukazidi kwenda, tumbo la Shera likaanza kuongezeka ukubwa na maumivu yakawa makali zaidi. Hii hali ilianza kuathiri mpaka maisha yake ya kawaida ya siku zote. Vitu vya kawaida vikaanza kumshinda kuvifanya. Tumbo limezidi kuwa kubwa mpaka majirani wale vimidomo wakaanza kuamini kabisa binti ni mjamzito. Hivyo binti anajificha ficha tu tumbo muda wote. Kulingana na madaktari, wao walipiga zao hesabu zao za kawaida tu kuhusiana na ule uvimbe. Lakini sasa huu uvimbe wa Shera unavyoonekana umekuwa kwa kasi zaidi kuliko madaktari walivyokuwa wametarajia. Ikalazimika binti afanyiwe upasuaji wa haraka ili kuzuia kabisa kuenea kwa huo uvimbe kwenye tumbo la binti. Katika kipindi hicho chote cha magumu aliyokuwa anayapitia Shera, mpenzi wake yani Albi alikuwa kando yake na alikuwa anamtia moyo. Upasuaji wa kuondoa uvimbe uko umefanyikiwa vizuri kabisa na binti akawa amepatwa tena na fahamu yake. Sasa kwa mujibu wa madaktari ni kwamba upasuaji ulienda vizuri na uvimbe uko umeondolewa kabisa, japo bado wakawa wamekiri kwamba hawana uhakika kama huo ugonjwa umeisha kweli ama utarudi, kwa sababu hawajajua kama ni hatari zaidi ama la, lakini wao wanachojua uvimbe umeondolewa sawa sawa. Sasa ili kupunguza hatari isije kujitokeza huko mbele, binti ni lazima awe anarudishwa hapa hospitalini mara kwa mara kwa ajili ya kufanyiwa check up na uangalizi mwingine wa kitaalamu zaidi. Kwa sababu ya kumhudumia mpenzi wake yani kijana Albi akaanza kuwa anachelewa kazini kwake, na bosi wake alikuwa ni mtata kinoma. Kwa haraka siku hiyo alikuwa anahitajika kufika sehemu haraka kwa amevunja kioo cha gari. Bosi wake alimwashia moto, huyo umechelewa kazini na uvunje kioo, si ndio? Sababu za Albi hazikuwa na mashiko kabisa kwa bosi huyo, akawa amepewa onyo. Siku hiyo kijana kwa sababu ya ubize hakuwa anashika kabisa simu ya mpenzi wake, akawa maagizwa kwenda kufuata maua ya alizeti ili waendelee kupamba kwenye hili tukio. Sasa licha ya mvua, kijana akawa amepambana sana na akawa ameyapata hayo maua mbali sana. Sasa kwenye kutafuta njia ili arudi alikokuwa, simu yake ilikuwa imedondoka chini ikaingiwa na maji, ilikuwa imeharibika. Baada ya kufika kwa bosi wake akampokea sana. Nimekupigia simu mara nyingi mno, hujapokea simu. Jamaa akasema kwamba simu yake imeharibika. Akasema hivi, haijalishi, haya maua tayari hayahitajiki tena, kwa nini umeleta hapa? Ni kututia hasara tu. Yaani wewe kama utaendelea kwa hali hii kampuni itafilisika, itakufa kabisa. Siku iliyofuata jamaa baada ya kuwa amelaza simu yake kwenye mchere, kweli simu ikawa imefanikiwa kuwaka. Hivyo akaanza kujibu meseji za mpenzi wake, kwa sababu mpenzi wake hajampata kabisa tangu jana. Sasa kwa sababu Shera alikuwa anahitaji kupata faraja, mshikaji ikabidi kuto kusema kila alichokipitia usiku wa jana. Baadaye akaenda moja kwa moja hospitalini. Albi kiukweli alikuwa anachoka kwa sababu ya shughuli zake nje na kumsaidia mpenzi wake. Alikuwa anapambana sana huko nje kwa ajili ya kupata kipato chochote, lakini sasa hakuwa anaonesha kabisa udhaifu wowote kwa Shera. Yaani jamaa hakutaka kabisa kujionyesha hata kama akachoka. Akipata kaupenyo anasinzia, lakini ndo hivyo, yeye ndo chachu ya faraja kwa binti Shera. Kadiri muda ulivyozidi kwenda, binti hali yake ikaendelea kuwa mbaya, akawa anatapika, lakini akawa hahitaji mtu yoyote ajue hilo swala, hususan mama yake. Hakuwa anahitaji kabisa kumfanya mama yake akose amani kwa sababu yake. Kulingana na matibabu ya huyu binti ya mara kwa mara, uchumi wa familia ukaanza kuyumba. Binti kwenye kujaribu kufunga nywele zake akawa amegundua kwamba nywele zake zinaanza kunyonyoka
nyoka. Hili jambo lilikuwa limemshtua sana. Siku hiyo binti baada ya kuwa ameandaa chakula akampelekea mama yake chakula ofisini kwake, lakini baada ya kufika hapo akamwona mama yake alikuwa anabembeleza mkopo, anahitaji kupata mkopo ili aende kumtibia binti yake, lakini mkopo huo akawa amenyimwa. Hili jambo lilikuwa limemfanya Shera ajisikie vibaya sana. Aliporudi nyumbani, mama yake Shera akasikia majirani wanaongea vibaya kuhusiana na binti Shera, wao wanachoamini kwamba binti ni mjamzito na ameficha tumbo wakati wote, lakini kwa sasa wanashangaa hilo tumbo mbona hana, wakawa wanaamini kwamba binti atakuwa ametoa mimba. Mama yake Shera akawa amewafuata akawashukuru, akawaambia kwamba anashukuru kwa maombi yenu kwa binti yangu, Mungu afanyie wepesi. Akawa ameondoka. Baada ya kufika nyumbani, binti akawa amejisikia vibaya sana kuona hali ya familia yake inazidi kuwa mbaya kwa sababu ya matibabu yake. Akamwomba sana msamaha mama yake kwa kuwafanya wakose amani ndani ya nyumba, lakini mama yake akamwambia kwamba asiwaze kuhusu gharama, jambo lao la muhimu ni kumuona binti yao anapona. Licha ya hali yao kuwa mbaya, waliendelea kuwa na furaha kwenye hii familia. Siku iliyofuata Abi akawa amefika hapo na kumsaidia mpenzi wake kazi za nyumbani. Katika story Abi akamwambia kwamba ana mpango wa kumuoa haraka iwezekanavyo huyu binti. Binti akawa amefurahi sana na wakawa wamepanga kwamba wanahitaji kupata watoto wangapi. Kila mmoja akawa amesema idadi ya watoto ambao walikuwa wanahitaji. Basi ikawa ni furaha sana siku hiyo, na binti katika ndoto yake ilikuwa akipona aendelee kucheza soka. Abi akamwambia kwamba wanaweza kufanikisha ndoto zao wakiwa pamoja. Siku chache baadaye hali ya Shera ikaendelea kuwa mbaya zaidi, maumivu yakarudi tena. Akapigiwa Abi mara moja. Abi akaenda na gari la ofisini na akamchukua Shera akampeleka hospitalini. Baada ya uchunguzi, madaktari wakawa wamegundua kwamba Shera ana seli za saratani kwenye ovari yake. Ingawa upasuaji wa kwanza ulifanyikiwa vizuri, waliondoa kila kitu kilichokuwa kinamsumbua, lakini kwa sasa kinachosumbua ni hizo seli za saratani, na hii ni hatari zaidi kuliko hata ule uvimbe wa mwanzoni. Suluhisho pekee likatajwa kwamba ni lazima binti aondolewe kabisa mfuko wake wa uzazi. Hii habari iko imemvunja sana moyo Shera, kwa sababu alikuwa na matumaini ya kupata mtoto na alikuwa anatamani kumzalia watoto wengi sana mpenzi wake. Hili jambo likamuumiza sana binti alivyorudi nyumbani. Baada ya kuwa amewaza sana, akawa amemwambia mpenzi wake kwamba anahitaji kuachana naye kwa sababu hawezi kabisa kumfanya kuwa baba. Abi akawa amekataa hiyo hoja, akasema kwamba hapana, mimi sijali hali yako, mimi ninachokitamani ni wewe kuwa na mimi katika maisha yangu, hivyo mimi nahitaji kukuoa. Lakini Shera akawa amekataa kabisa, akasema kwamba huwezi kunioa kwa sababu siwezi kukuzalia mtoto, nenda katafute mwanamke mwingine ambaye unaweza kumpenda na ukamuoa. Mimi kwanza nina saratani, hivyo nakaribia kufa muda wowote, na kama mimi nitakuwa wa kwanza kufa baada ya wewe kunioa, unahisi hali yako itakuwaje? Binti akawa amemfukuza kabisa Abi kutoka ndani hapo aende kuanza maisha mapya. Binti kwa machozi na jamaa kwa machozi. Binti hakujali kabisa kama hata nje kulikuwa kuna mvua, akawa amemfukuza. Kisha akawa amerudi ndani kuendelea na kilio kwa sababu alimpenda sana Abi, lakini hakuhitaji kumtia kwenye majonzi mazito Abi. Sasa Abi alitumia gari la ofisi. Baada ya kuwa amelipeleka moja kwa moja kwa bosi wake, bosi wake akamwashia maneno mengi sana, akamwambia kwamba kwa nini utumie mali za kampuni bila ruhusa. Abi akajaribu kuomba msamaha, lakini bosi wake akawa na hasira kali, akaanza kumtukana na kurusha maneno mengi sana ya kejeli kwa huyu kijana, na akamuingiza mama yake Abi kwenye haya maneno. Abi akawa amekasirika sana baada ya kuona mama yake ameingizwa kwenye haya mambo. Akawa amemuuliza, mama yangu anahusika nini kwenye huu ugomvi? Uko umezuka ugomvi mkubwa sana baina ya Abi pamoja na bosi wake. Marafiki zake wako wamefika hapo na kuwachanisha. Kijana akawa amepewa virago vyake. Hiyo kazi ilikuwa imeota mbawa, kazi kapoteza. Kijana kwa sababu kazi kapoteza na alikuwa anaishi katika chumba cha ofisi, msikaji ikabidi kuanza kutafuta chumba cha kupanga ili akae huko kwa muda. Alitafuta kweli vyumba siku hiyo, kila sehemu anapokwenda vyumba vimejaa. Akawa amefanikiwa kupata chumba kimoja kidogo, lakini akawa amepewa kwa bei ya juu. Akalazimika kukubali tu kukaa humo kwa muda. Baadaye mama yake akawa amempigia simu. Kijana akawa amemsimulia mama yake hali yake yote anayopitia. Mama yake akawa amempa moyo, akamhakikishia kwamba yeye ataendelea kumwombea, kila kitu kitakuwa sawa tu, asife moyo. Baada ya siku kadhaa bado hali ikaendelea kuwa mbaya sana kwa binti Shera, na kwa sasa uwepo wa Abi kando yake haupo. Lydia akawa ameshika nafasi ya Abi kwa ajili ya kumtuliza dada yake. Akamwambia Shera kwamba unatakiwa kujua kwamba Abi amekwisha kufukuzwa kazi kwa sababu ya kukusaidia wewe. Alitumia gari la kampuni na kwa sasa hizi anafanya kazi ya kubeba maji. Kwa mawazo aliyokuwa anayapitia Shera, siku moja baba yake akawa amempata, anawaza sana, hivyo akawa amefika hapo kwa ajili ya kumfariji binti yake. Akamwambia kwamba ajikaze, ajiandae, kesho kuna mtoko, kuna mahali anatakiwa
kwenda ili aende kukutana na watu wapya huko, na sio kukaa ndani tu na kujifungia na kujiwazisha mawazo mengi ambayo yanaweza kumpelekea hali yake kuwa mbaya zaidi. Kesho yake baada ya kufika, wakampeleka binti Shera kwenye tukio la siku ya waathirika walionusurika na saratani. Binti Shera anatakiwa kukubali hali yake kama watu wengine walivyokubali hali yao. Baada ya kufika hapo, kwa wamekuta watoto ambao tayari wao wanaugua huo ugonjwa na wameukubali na wanaishi kwa matumaini. Shera akawa amefarijika sana baada ya kuyaona haya maisha. Kuna watu wanaendelea na maisha yao licha ya magumu ambayo wao walikuwa wanayapitia katika maisha yao, wamekwisha kuyakubali. Shera akawa ametambua kwamba hayuko peke yake, kuna watu ambao wana matatizo kama yeye. Abi pia akawa amefika sehemu hii, akawa ameongea na Shera, akamwambia wazi kwamba hawezi kumwacha hata hali yake iweje, yuko tayari kuwa pamoja na Shera muda wote. Kupitia haya binti aliyoyaona hapa na kujifunza hapa, binti akawa amekubali hali yake kwa moyo mgumu, akawa amemkubali tena Abi kurudi katika maisha yake. Baada ya kuwa amepatana, Shera akawa amekubali kwa hiari yake kuruhusu nywele zake zinyolewe. Abi akawa amemsaidia binti, akamkata nywele zake huku akiwa anamfariji. Akarudi nyumbani na kumwonyesha mama yake kwamba kwa sasa ameikubali hali yake. Baada ya binti kuona kwamba atakufa siku sio nyingi, akaanza kurekodi video zake akielezea hisia zake zote kwa Abi, akimshukuru kwa moyo wake wa upendo na uvumilivu. Tangu siku ya kwanza amekuwa pamoja naye, yeye ndiye amekuwa faraja yake kubwa sana katika maisha haya, amekuwa kando yake nyakati zote ngumu. Baada ya hayo, binti akajaza fomu za kukubali kufanyiwa upasuaji ili kuondoa mfuko wake wa uzazi. Alipata nguvu hizi kutokana na familia yake na watu waliomzunguka, hasa mpenzi wake Abi. Wadogo zake muda wote walikuwa naye wakimfariji na kumwombea. Baada ya haya yote, majirani vimdomo wakawa wameujua ukweli kwamba maisha ya Shera yalikuwa anapitia taabu na sio mimba, na sio kwamba binti kweli alitoa mimba. Wakawa wametambua kwamba binti ni mgonjwa wa saratani. Wakawa wameingiwa aibu kubwa sana, wakaamua kwenda kumuona binti Shera na kumwomba msamaha. Huko amempelekea matunda na chakula huyu binti. Binti kwa moyo wake wa upendo hakuwa na nia mbaya ndani ya moyo wake, akawa amewasamea hawa majirani. Basi wakawa wameaga na wakawa wameondoka hapo. Baadaye Shera akiwa ndani, hali yake ikawa imezidi kuwa mbaya zaidi. Baada ya kuwa amepelekwa hospitalini, madaktari wakasema kwamba saratani imezidi kusambaa zaidi katika mwili wa binti na imepanda katika uti wa mgongo. Hali hii inaweza kusababisha kupooza kwa huyu binti. Madaktari wakawa wamependekeza kwamba binti huyu afanyiwe upasuaji haraka. Baba yake Shera akawa amemfuata dokta, akamuuliza, binti yangu mara nyingi amekuwa akifanyiwa upasuaji na kila mara mmekuwa mkiniahidi kwamba atakuwa sawa, lakini hali yake inazidi kuwa mbaya. Je, tukilifanya hili binti yangu atakuwa sawa? Dokta akamwambia kwamba binti yako hali yake ni mbaya, anahitajika kufanyiwa upasuaji haraka. Dokta kwa ametoka hapo. Mzee kwa sasa ana wasiwasi kubwa sana kuhusiana na kumpoteza binti yake, na pia fedha zinaendelea kutiririka tu, lakini mzee anaumia sana kumwona mtoto wake anapitia anayoyapitia. Hahitaji kumwona binti yake akiwa katika hali hiyo. Kwa sababu ya hali ya Shera, alilazwa hapo hapo ili kuendelea kuangaliwa kwa umakini na ukaribu zaidi. Baada ya kuwa wanafamilia wamepambana vya kutosha, siku ya upasuaji ikawa imefika. Binti akaaga familia yake na akaenda kufanyiwa upasuaji, na mama yake Abi akawa amesafiri kutoka huko alikokuwa na akawa amekuja kuunga mkono kijana wake kwa anachokipitia juu ya mpenzi wake. Mama akawa amefahamiana na familia ya binti Shera, na kijana Abi akawa amemwambia mama yake kwamba anahitaji kumuoa Shera mara moja, anampenda sana huyo binti. Mama yake akasema kwamba najua jambo hilo. Mama akawa amempa baraka kijana wake. Baada ya upasuaji kufanyika, Shera akawa amepata ufahamu. Akiwa kwenye hali hiyo hiyo, Abi akawa amemposa binti, akamwomba amuoe. Binti kwa machozi akawa amekubali kuolewa na Abi, na kweli ikawa imefanyika ndoa baina ya wapendanao. Alama zilikuwa zimewekwa, kwa sasa ni mke na mme. Baada ya ndoa, binti akaambia familia yake kila mmoja aseme jambo ambalo anatamani alisikie kabla ya yeye kufikia siku yake ya kufariki dunia. Anahitaji kusikia kwa masikio yake akiwa hai. Mdogo wake akasema kwamba dada yangu ninayemjua alikuwa ni mzuri sana kwenye kukimbia, mara nyingi alikuwa ananizuia hata kucheza nje, lakini kwa sasa dada yangu amekuwa ni mkimya sana, siye dada ambaye nimemzoea, mcheshi. Akaenda kumkumbatia dada yake na akamwambia wazi kwamba ninakupenda sana dada yangu. Lydia yeye akasema kwamba mimi sina cha kusema zaidi ya kusema neno nakupenda dada yangu, ninatamani ungeendelea kubaki na mimi
Binti anakiri wazi kwamba hajui atafanya nini kwa ajili ya upendo wa dada yake. Baba mzazi wa Shera hakuweza kuvumilia kusikia haya yanayoongelewa, akawa ametoka nje. Mama yake Abby akasema kwamba kila mara kijana wake alikuwa akimweleza uzuri wa mwanamke ambaye alitamani kumwoa, na mama huyo anasema kwamba alifunga na kusali juu ya kijana wake kupata mwanamke ambaye ni wa ndoto yake, na anasema kwamba Mwenyezi Mungu ni mwema kweli, amejibu maombi yangu, amekuleta wewe kwenye maisha ya kijana wangu. Mama yake Shera akamtia nguvu tu binti yake, akimwambia kwamba mimi nina binti mshupavu, binti mwenye moyo, binti mwenye upendo, ninakupenda. Akamwachilia busu la upendo la mbali. Abby akajikaza, hakutaka kabisa kuzungumza haya yote. Akasema kwamba asante kwa kuniruhusu kuwa mme wako, ni jambo kubwa sana kwenye maisha yangu. Ikawa ni kubembelezana tu. Siku iliyofuata Shera akajaribu kufanya majukumu ya kawaida ya mke, akamvisha mme wake na kumweka sawa, japo kwa maumivu hivyo hivyo, lakini akajitahidi. Baadaye Abby akawa amemtoa nje kwenda kutembea pamoja na mke wake, wakacheza soka kwa pamoja, kwa sababu ndiyo ndoto kubwa ya Shera maishani kwake. Wakawa wamefurahi sana, na kwa bahati nzuri Dida akawa amefika hapo na jirani. Furaha ikawa imeongezeka zaidi, lakini sasa katikati ya furaha Shera akawa amepoteza fahamu, akawa amekimbizwa hospitalini. Hali yake ikawa mbaya sana akiwa hospitalini hapo. Shera akawa ameondoa mashine ya oksijeni, akasema kwamba amechoka kupambana na ugonjwa. Maneno haya yalimuumiza sana Abby, hakutamani kusikia akiyasema mke wake mbele yake. Kijana alitetemeka kwa machozi. Shera akawaambia familia yake kwamba wakubali hali hiyo, hakutamani kuwavunja moyo. Maamuzi yake sio kwa sababu alitamani kuwaumiza hawa, lakini amechoka kupambana na hii hali. Alilia mbele ya familia yake. Hatimaye Shera akawa amefariki dunia mbele ya familia nzima. Ikawa ni huzuni kubwa. Baada ya kuwa amezikwa, Abby alikuwa na huzuni kubwa kwa sababu kabaki yeye mwenyewe. Akiwa mbele ya kaburi la mke wake, akaeleza hisia zake zote. Alisema kwa huzuni, Mungu amekupenda zaidi, lakini ujue moyoni mwangu haujachoka kuishi, bado niko pamoja nawe. Kwa mujibu wa simulizi ya Shera Rizaha, alifariki dunia baada ya kuwa ameolewa, baada ya siku 16 tu za ndoa yao pamoja na mpenzi wake Abby Duizik. Katika maisha wapo wanaopigana vita visivyoonekana, vita vya magonjwa, maumivu na hofu ya kesho, lakini filamu hii inatukumbusha jambo moja muhimu sana: upendo na imani vina nguvu kubwa sana kuliko majaribu yoyote. Kupitia simulizi ya Shera pamoja na Abby, tunajifunza kwamba hata pale ambapo tumaini linaonekana kufifia, bado kuna sababu ya kuendelea kupigana. Upendo wa kweli hauondoki katika nyakati ngumu, bali huonekana zaidi wakati wa majaribu. Na zaidi ya yote, tunakumbushwa kuwa Mwenyezi Mungu huwa hachoki kusikiliza maombi yetu. Kuna nguvu kubwa sana katika subra, kuna baraka katika maumivu, na kuna mwanga hata katika giza. Kama unapitia kipindi kigumu, usikate tamaa, endelea kuamini, endelea kusali. Ujue kwamba hauko peke yako. Subscribe, like, share. Ulikuwa na mimi msimuliaji wako OKRAN Okran.